Kaunti ya Elgeyo Marakwet ameitaka Wizara ya Fedha kuongeza mgao wa fedha kwa Wizara ya Usalama wa Ndani ili kudhibiti changamoto ya kuongezeka kwa visa vya utovu wa usalama nchini. Wakizungumza kwenye hafla ya ukusanyaji wa maoni ya umma kuhusu uondoaji wa bajeti ya kitaifa iliyofanyika katika chuo cha mafunzo ya matibabu mjini Iten, wakazi hao wamesema kuwa visa vya utovu wa usalama vinaendelea kuongezeka nchini, hasa katika kaunti 6 za kaskazini mwa bonde la Ufa, hali inayochangiwa kwa kiasi kikubwa na wizi wa mifugo. Wakazi hao sasa wakitaka serikali kuimarisha juhudi za kurejesha amani. Maafisa wa kamati ya bajeti katika bunge la kitaifa akiongozwa na Jafet Nyakundi wamesema ya kuwa watahakikisha maoni ya wananchi yanazingatiwa. Machiefs wanaweza fanya kazi, lakini kuna wakora wengine wanafinya mbele. So uongezea wa pesa pia ndio wafanye kazi, watatoa wakora yote mahali wako. Hakuna mtu ataweza waachilia mkora saa ile mfuko iko sawa. So naomba naye hiyo sekta uongeza hata naye kitu, lakini ongeza polisi bwana. Hii watu wanaumia my friend. Tunaomba ya kwamba serikali ipate kuona hao askari wamepata vifaa ambayo inawafanya wao wa move faster kufikia sehemu ambayo iko na changamoto ya security. Kuna mambo ya usalama ambayo wananchi wameguzia, maneno ya cat rustling na maneno ya uwizi wa ng'ombe kidogo hivi, na sisi tunaambia wananchi kuna pesa ambazo zimewekwa katika ile sekta ya internal security. Tutahakikisha ya kwamba zile pesa zimewekwa zina mudu mwananchi ili tuweze kuangamiza hii ujinga na upumbavu na ujinga ya kuiba ng'ombe, kwa sababu at this time and era mimi siamini ya kwamba mtu anaiba ng'ombe. Kwa nini? Mnaua wengine kwa nini? Sisi tutahakikisha ya kwamba watu wameenda shule, wamesoma, badala ya kuiba ng'ombe wapate kazi ambazo zitawamudu kimaisha. Na tunaambia wananchi wa eneo hili, mimi sitoki eneo hili, lakini mimi naomba wananchi wa eneo hili, hii maneno ya kupigana, ya kuibiana mang'ombe, hiyo ni maneno ilipitwa na wakati. Kazi mtaani ambaye pia ilikuwa kazi mzuri kusaidia raia kwa sababu kwa wakati huo vijana wetu ambaye pia wako idle, ambao pia wamemaliza university, wamemaliza colleges, wako nyumbani na pia wamama. So ilikuwa kitu ya maana kwa sababu at the end of the day kila mtu ana pocket almost 400 to 500 shillings, kwa sababu ukifanya hiyo ni karibu 10,000 per household.